Al-Khair Online TV. Kwa pamoja tunawakilisha jumuiya na taasisi mbalimbali za Kiislamu, tukiwa leo katika mwezi mosi kwa maana ya tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 1447. Naamini tunafahamu Uislamu ni dini kama zilivyo dini mbalimbali, lakini tofauti yake ni moja. Uislamu una mambo yanayowahusu Waislamu baina yao wao na Mungu wao, lakini Uislamu una mambo yanayowahusu Waislamu wao pamoja na jamii. Kwa hiyo tulipenda katika kipindi hichi cha mwaka mpya wa Kiislamu, katika kuadhimisha na kusherehesha au na kusherekea, tuwe na siku maalum ambapo jumuiya na taasisi mbalimbali za Kiislamu zitaonyesha hadharani shughuli za kijamii za Kiislamu ambazo nature ya shughuli hizo haziwahusu Waislamu peke yake, zinawahusu Watanzania wote kwa ujumla. Lakini kama hazikuwekwa hadharani, upo uwezekano wa jamii wakadhani ni mambo yanayohusu Waislamu kiibada baina yao wao na Mungu wao. Hapana, haya ni mambo ambayo yanayohusu jamii, kama ambavyo somo la sheria katika Uislamu limegawiwa katika makundi mawili. Eneo moja linaitwa ibada au ibadatin, eneo ambalo Waislamu hufanya baina yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na eneo la pili linaitwa muamala au mahusiano ya kijamii baina ya Waislamu na wanajamii wengine, wakiwemo viumbe wengine ambao hata kama sio binadamu, wanyama, wadudu na kadhalika, pamoja na mazingira. Kwa hivyo ninayo taarifa fupi ya kukupeni hapa, na ninaamini nyie mabalozi wazuri mtatusaidia kuifikisha taarifa hii kwa umma wa Kitanzania na kwa Waislamu kwa jumla, ili mradi ifike mahali ambapo tutasherekea na kuadhimisha mwaka huu wa Kiislamu kwa kuzingatia au kwa kutazama shughuli mbalimbali za maonesho ya shughuli za kijamii zitakazofanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Tamko letu linaanza kwa kusema heri ya mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1447 Hijiria. Ndugu wanahabari, amani ya Mungu na baraka zake zikufikieni katika mwaka huu wa Kiislamu, mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1447 na mwezi mtukufu wa Muharram, kwa maana mwezi wa kwanza wa Kiislamu kwa namba ni mwezi wa kwanza, lakini kwa jina lake unaitwa Muharram, ni katika orodha ya miezi mitukufu. Tumewaita hapa kwa madhumuni maalum, tukiamini ninyi ni mabalozi na njia sahihi ya kuwafikia Waislamu wa Tanzania na wanajamii kwa jumla. Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu linawatakia kheri wa mwaka mpya wa Kiislamu mwaka 1447 wa Tanzania wote na Waislamu kwa ujumla. Pamoja na salamu za mwaka mpya wa Kiislamu kwa umma, tunapenda kutoa wito na mwaliko kwa wanajamii katika maadhimisho ya maonesho ya mwezi mtukufu wa Muharram ambayo tumeyapa anwani ya Muharram Expo. Muharram Expo 1447 Hijiria. Maonesho hayo ni tukio kubwa linalosimamiwa na Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali zinazofanya shughuli za kijamii katika jamii yetu ya Kiislamu na Tanzania kwa jumla. Mashirika na makampuni wanaotoa huduma, sio tu taasisi, yapo mashirika na makampuni yanayotoa huduma katika anwani ya huduma za Kiislamu. Maadhimisho na maonesho haya yamepewa jina la Muharram Expo 1447 kwa tafsiri ya maonesho ya shughuli za kijamii za Kiislamu na wito watoa huduma halali kwa katika jamii. Ndugu wanahabari, kama tunavyofahamu, Uislamu ni mfumo kamili wa maisha ambao umekamilika, una miongozo yake katika kila nyanja ya maisha ya kiuchumi, kisiasa, kitamaduni na kijamii. Maonesho haya yanalenga kuwaweka pamoja watu wa huduma wote wanaozingatia mfumo wa misingi ya Kiislamu kiuchumi, kisiasa na kijamii na pengine na kitamaduni. Kwa maana hiyo,
Maonesho haya yanategemea kuwakutanisha watoa huduma wa nyanja zote pamoja na wateja, watumishi wa huduma hizo ambao ni Waislamu, wasiokuwa Waislamu na wanajamii kwa jumla. Tunawaalika katika maadhimisho hayo benki zote zinazotoa huduma za Kiislamu, ambazo tukisema huduma za benki za Kiislamu ni huduma ambazo hazina riba ndani yake, lakini zina biashara na faida kubwa inapatikana. Tunawaalika pia vyuo na shule za Kiislamu, lakini tunatumia fursa hii kuyaalika makampuni ya bima na takaful, makampuni ya halali yanayofanya kazi za halali, lakini pia tunaalika sakosi na vikoba mbalimbali vya Kiislamu, ufanya biashara wa maduka, hoteli na wauza bidhaa muhimu ambazo wangependa kuzingatia mfumo wa taratibu za Kiislamu. Wote hawa tunawaalika Waislamu wote na Watanzania wote kwenye viwanja vya Mnazi Mmoja kwenye maonesho hayo kama sehemu yao ya kuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu. Maonesho hayo yatafanyika viwanja vya Mnazi Mmoja kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 7 2025, tarehe inayoeleweka kwa urahisi. Hiyo litakuwa ni sawa na 10 la mwisho la mwezi wa Muharram, 10 la mwisho la mwezi wa kwanza wa Kiislamu, sawa na kusema tarehe 20 au mwezi 20 wa Muharram mpaka kufikia ukomo wa mwisho wake, mpaka mwisho wa mwezi wa Muharram. Kwa siku 7 mfululizo shughuli hizo zitafanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Maonyesho hayo yataanza kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 12 jioni kwa kila siku. Katika muda wote wa siku 7 itakuwa kati ya saa 1 asubuhi na mpaka saa 12 jioni. Tunawaalika akina mama kutoka madrasa, zawia, kutoka majumbani, maofisini na vioni kutembelea Mnazi Mmoja kwenye maonyesho hayo. Tunawaalika vijana, akina baba, muda wote kutembelea maonyesho hayo. Ni matarajio yetu maonyesho hayo kufunguliwa na Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Suleiman Jafo na mgeni maalum tunatarajia kuwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali. Viongozi wote wa taasisi za Kiislamu na jumuiya zao na watu maarufu wanatarajiwa kuwepo kutembelea, kuongea, kukutana na watazamaji na maonyesho hayo kwa jumla. Nirudie tena kuwaomba kwa kuwaalika watoa huduma wote wa taasisi za Kiislamu kuja kutoa huduma, wawasiliane na waratibu kupitia namba zao ili kupata mawasiliano na kupata mabanda ya kufanyia maonyesho hayo. Nimalizie kwa kauli mbiu inaonyesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anatuambia, fanyeni, Mwenyezi Mungu ataona, mtume ataona, waumini wataona, na tunamalizia kusema Watanzania nao pia wataona. Niwatakie heri ya mwaka mpya Watanzania wote na hasa Waislamu, lakini nitumie fursa hii kuwaalika kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 7 saa 1 asubuhi mpaka saa 12 jioni mpaka mwisho wa 10 la mwisho la mwezi wa Muharram, ambao ndiyo maonesho haya mbalimbali yatafanyika. Kama nilivyosema awali, Uislamu una mambo yanayohusu Waislamu, lakini una mambo yanayohusu jamii. Kuna baadhi ya watu wakisikia benki ya Kiislamu wanafikiri labda ni huduma inayowahusu Waislamu peke yake waliotoa shahada na kusali sala 5. Hapana, hiyo ni huduma ya kifedha inayomhusu Mtanzania yoyote ile, isipokuwa tofauti yake na huduma nyingine ya kawaida ni huduma ya kifedha isiyokuwa na riba. Na watu wengi hujiuliza, je, unaweza kufanya biashara ya fedha au huduma ya fedha bila ya riba na ukapata faida? Siku hizo za maonyesho ni fursa muhimu ya kuja kujifundisha ukweli wa uhakika wa jambo hilo. Na kama tunavyofahamu, zipo huduma za halali. Kwa bahati mbaya Watanzania wamekuwa ni sio watu wa kuzingatia halali. Tumepata mashtaka mengi mbalimbali. Watu barabarani wanafika mahali wanakula mishikaki barabarani, baada ya muda unaambiwa bwana wamechomewa paka, umefanywa nini? Ni kwa sababu gani? Huduma za halali hazifanyiki sawa sawa. Lakini pia mabucha, machinjio mbalimbali. Kwa hiyo ni mambo ya kijamii ambayo yanawahusu Watanzania kwa jumla,
Mambo yote hayo ya kijamii yatawekwa uwanjani hadharani katika viwanja vya Mnazi Mmoja kutoka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 7 ili kuonyesha huduma za kijamii za Kiislamu, lakini zinawahusu Watanzania wote kwa jumla. Unaangalia Al Khair Online TV.